Mheshimiwa Jaji Mkuu, baada ya kusema hayo, nimesikiliza hotuba yako, lakini narifaa mazungumzo ninapofanya nawe katika nyakati mbalimbali. Na kwanza nataka kwa kipekee niwapongeze pia kwa kukamilisha jengo la utumishi wa mahakama. Nimezungumza kwa urefu kuhusu jengo hili, lakini wapongeze kwa kukamilisha jengo la utumishi wa mahakama, lakini na zile nyumba za majaji. Kama nilivyosema, ni ukweli kuna changamoto za kijamii kwa jaji kuishi kwenye nyumba ya kupanga. Majaji wako huko, wako kwenye nyumba ya kupanga. Sasa ikitokea landlord ana kesi, sijui jaji unakuwa kwenye hali gani, na jaji wa kusikiliza hiyo kesi ni wewe, sijui unakuwa kwenye hali gani. Sasa hiyo taswira inatusukuma tuweke mkazo kwenye ujenzi wa nyumba za majaji. Lakini la pili, kile kiwanja cha Chimala ambacho wamesema ni kidogo, nadhani tukitumie tu kwa kujenga nyumba za majaji. Tukitumie kwa kujenga nyumba za majaji. Nadhani majaji wa Dar es Salaam si wote ambao tayari wameshapata nyumba. Sasa kwa sababu kiwanja kipo, basi tuangalie inavyowezekana na pale kujenga zile blocks ili majaji waweze kukaa pale. Nadhani katika bajeti ya mwaka ujao 2026, naomba sana kwa mwaka huu tuachieni tumalize yaliyo kwenye pipeline, lakini kule mbele hebu tuanze kutafuta wachoraji kama mchoro ni ule ule, lakini tujiandae na budget ya kujenga hizo nyumba.